Vipi kama ningekuambia kwamba Ibrahimu aliwahi kumkaribisha Mungu nyumbani kwake bila kutambua kikamilifu ukubwa wa tukio hilo? Ilitokea chini ya joto kali la Mamre. Ibrahimu alikuwa amekaa mlangoni mwa hema lake katikati ya mchana, akiwa amechoka, mzee na bado akibeba ahadi iliyokuwa inaonekana haiwezekani. Miaka ilikuwa imepita, mwili wake ulikuwa umedhoofika. Sara alikuwa amezeeka pamoja naye, na mtoto ambaye Mungu alikuwa ameahidi bado hakuwa amekuja. Kila msimu uliopita ulifanya ile ahadi ionekana kuwa mbali zaidi. Kila mwaka ulifanya tumaini kuwa gumu zaidi kushikilia. Kisha ghafla, watu watatu walitokea kwa mbali. Kulikuwa na kitu fulani juu yao kilichomfanya Ibrahimu kusogea mara moja. Hakubaki amekaa. Alikimbia kuwakaribisha, akainama chini kabisa na kuwaomba wakae. Katika wakati huo, kile kilichoonekana kama ukarimu wa kawaida kiligeuka kuwa kitu kitakatifu. Ibrahimu hakuwa tu anakaribisha wasafiri, mbingu ilikuwa imeingia katika ulimwengu wake. Aliharakisha kuingia hemani na kumwambia Sara aandae mkate kutoka unga bora. Alichagua ndama laini kutoka kwenye mifugo yake na akaagiza aandaliwe haraka. Kisha akaleta mtindi, maziwa na nyama mbele ya wageni wake na kusimama karibu nao walipokuwa wakila chini ya kivuli cha miti. Tukio hilo lilionekana la kawaida, lakini lilijaa fumbo. Milele ilikuwa imeketi mezani pamoja na muda. Mungu alikuwa amemtembelea Ibrahimu katikati ya kusubiri kwake. Kisha mmoja wa wageni aliuliza swali lililobadilisha kila kitu. Yuko wapi Sara, mke wako? Sara alikuwa anasikiliza kutoka ndani ya hema. Kisha ikaja ahadi isiyowezekana. Mwaka ujao wakati kama huu, Sara atakuwa na mwana. Sara alicheka moyoni mwake, sio kwa sababu tukio hilo lilikuwa la furaha, bali kwa sababu lilionekana limechelewa mno. Alikuwa ameishi na maumivu ya kukatishwa tamaa kwa miaka mingi sana. Mwili wake ulikuwa umezeeka. Ibrahimu alikuwa mzee. Kwa mtazamo wa kibinadamu, ahadi hiyo haikuwa na maana tena. Ilionekana kubwa mno kwa watu ambao nguvu zao zilikuwa tayari zimeisha. Ilionekana haiwezekani. Lakini kisha zikaja maneno ambayo bado yanatikisa kila moyo uliokata tamaa. Je, kuna jambo lolote lililogumu kwa Bwana? Huo ulikuwa mwanzo wa mabadiliko. Mungu hakuwa anaomba nguvu za kibinadamu. Alikuwa anaonyesha kwamba nguvu za kiungu huanza pale uwezo wa mwanadamu unapoishia. Kicheko cha Sara kilitoka kwenye maumivu, lakini hivi karibuni kingegeuka kuwa sauti ya furaha. Kile ambacho hakuweza kukizalisha kwa juhudi zake, Mungu angekifanya kupitia ahadi. Lakini hadithi haikuishia na ahadi ndani ya hema. Wageni waliposimama na kuelekea upande wa Sodoma, Ibrahimu aliandamana nao. Na hapo tukio hilo likawa la kina zaidi. Mungu alichagua kufunua kile kilichokuwa kinakaribia kutokea. Kilio dhidi ya Sodoma na Gomora kilikuwa kikubwa na hukumu ilikuwa karibu. Yule mtu aliyekuwa amepokea ahadi binafsi muda mfupi uliopita, sasa aliingizwa katika mazungumzo kuhusu haki ya Mungu juu ya miji mizima. Sasa Ibrahimu hakuwa tu mwenyeji, akawa mwombezi. Alisimama mbele za Mungu na kuomba rehema. Vipi kama kungekuwa na watu 50 wenye haki katika mji huo? Vipi kama wangekuwa 40? Vipi kama wangekuwa 30? Vipi kama wangekuwa 20? Vipi kama wangekuwa hata 10 tu? Hatua kwa hatua Ibrahimu aliendelea kuomba rehema badala ya maangamizi. Hakuwa anabishana kwa kiburi. Alikuwa anaomba kwa msingi wa haki na wema wa Mungu. Alikuwa anauliza kama rehema bado ingeweza kushinda kabla ya hukumu kushuka. Na kwa kila jibu, kitu chenye nguvu kilifunuliwa kuhusu moyo wa Mungu. Hakuwa na haraka ya kuangamiza. Alikuwa tayari kuokoa wengi kwa ajili ya wachache. Ibrahimu alikuwa amesimama mbele ya haki ya Mungu, lakini pia alikuwa akishuhudia rehema ya Mungu. Mwisho wa siku hiyo, Ibrahimu alirudi hemani kwake akiwa amebadilika milele. Hakuwa tena tu mtu anayesubiri mtoto. Alikuwa mtu aliyekuwa ameona moyo wa Mungu kwa karibu. Aliona kwamba Mungu hutimiza ahadi zake, husikia maumivu yaliyofichika, na bado huonyesha rehema hata pale ambapo hukumu inastahili. Na kicheko cha Sara hakikubaki kuwa cha mashaka. Hivi karibuni kingegeuka kuwa kicheko cha muujiza. Kwa sababu Mungu anaposema lisilowezekana halikuwa mwisho wa hadithi. Kama unaamini Mungu bado anaweza kufanya yale yanayoonekana hayawezekani, andika amina kwenye maoni na ufuatilie kwa hadithi zaidi za Biblia. Ni kwa nini Yuda alimsaliti Yesu?
Hapa wasomi wengi wa dini ya Kikristo huishia kuwa na jibu kwamba hatuwezi kuwa na uhakika kabisa kwa nini Yuda alimsaliti Yesu. Japo wasomi wa Biblia na dini ya Kikristo yako mambo mbalimbali wanayafafanua kuhusu Yuda, na mambo hayo yanamtia kitanzi cha ubaya Yuda Iskarioti. Wasomi wa dini ya Kikristo wanasema kwamba japo Yuda alichaguliwa kuwa mmoja wa wale mitume 12, lakini bado ushahidi wote wa maandiko matakatifu unaashiria kwamba kamwe Yuda hakuamini kuwa Yesu ni Mungu. Na tena pengine Yuda hata hakushawishika kwamba Yesu alikuwa angalau ni Masihi. Tofauti na wanafunzi wengine waliomuita Yesu Bwana, Yuda kamwe hakutumia jina hilo kwa Yesu, na badala yake alimuita mwalimu, ambalo lilimtambua Yesu kama mwalimu tu. Hii inaashiria Yuda alikuwa na namna yake ya wepesi ya kumtafsiri Yesu. Pili, Yuda si tu alikosa imani katika Kristo, lakini pia alikuwa na uhusiano dhaifu na Yesu hata kabla ya kuitenda dhambi ya kumsaliti. Niwakumbushe wakati muhtasari wa Injili unaorodheshwa, wale mitume 12 waliorodheshwa kwa mpangilio sawa na uwiano wao wa ukaribu na umuhimu kwa Yesu. Kesho yake akawasalimia wanafunzi wake na kuchagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Yuda alitajwa mwisho kabisa kulingana na uhusiano wake dhaifu na Yesu. Na Yuda Iskarioti ambaye baadaye ndiye aliyemsaliti. Mitume halisi 12 wameorodheshwa katika Mathayo 10 mstari wa 2 mpaka wa 4. Imeandikwa, na majina ya hao mitume 12 ni haya: wa kwanza Simioni aitwaye Petro na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, Filipo na Bartolomeo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Tadayo, Simioni Mkananayo na Yuda Iskarioti, naye ndiye mwenye kumsaliti. Mwisho wa kunukuu. Mpangilio wa jumla umeaminika kuonyesha utengamano wa ukaribu wa uhusiano wao kibinafsi na Yesu. Yuda daima alitajwa mwisho, ambayo inaweza kuonyesha ukosefu wake wa uhusiano binafsi wa ukaribu na Yesu. Na hapo niwakumbushe, miongoni mwa kumbukumbu chache za mazungumzo kati ya Yesu na Yuda inahusisha Yuda kukemewa na Yesu baada ya usemi wake kwa Mariamu uliochochewa na tamaa yake. Yohana sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 8 imeandikwa, siku 6 kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu alikwenda mpaka Bethania ambako Lazaro aliyemfufua alikuwa anaishi. Wakamwandalia karamu na Martha akawahudumia. Lazaro alikuwa ni miongoni mwa wageni waliokaa mezani pamoja na Yesu. Kisha Mariamu akachukua chupa yenye manukato ya thamani kubwa, akayamimina miguuni mwa Yesu na kuipangusa kwa nywele zake. Nyumba nzima ikajaa harufu ya manukato. Ndipo Yuda Iskarioti, mmoja wa wanafunzi ambaye baadaye akamsaliti Yesu, akasema, kwa nini manukato haya hayakuuzwa zikapatikana fedha nyingi wapewe masikini? Yuda alisema hivi si kwa kuwa aliwajali sana maskini, bali kwa kuwa alikuwa mwizi. Kama mtunza fedha, alikuwa mara kwa mara anaiba kutoka katika fedha alizokabidhiwa. Yesu akamjibu, msimsumbue, mwacheni ayaweke manukato hayo kwa ajili ya siku ya kifo changu. Maskini wapo pamoja nanyi siku zote, ila hamtakuwa nami siku zote. Mwisho wa kunukuu andiko. Katika kisa hiki, Biblia inamlaumu Yuda kuwa alitaka manukato hayo yauzwe ili pesa zije kwake yeye, kwa kuwa alikuwa ndiye mtunza hazina, na kisha akaamini walau atapata kuiba. Biblia katika andiko hilo inamtaja Yuda kuwa mwizi. Yapo wasomi wengine wa Injili ya Yuda na machapisho mengine ya dini wanasema Yuda alikuwa mwenye kumkosoa sana Yesu katika mahali ambapo aliamini Yesu amekosea. Ni yeye Yuda peke yake aliyekuwa akionekana mwenye nguvu hiyo. Nitakutolea mfano kisa kingine.
nyingine pale Yesu alipoitwa kwa kuambiwa kuwa baba na mama yake wako nje wanamuita, lakini jibu alilolitoa likamkwaza Yuda, na japo kwenye Biblia